Mtakatifu Teresia wa Avila, mwalimu wa kanisa, au Mtakatifu Teresia wa Yesu wa Avila. Teresia Sepeda wa Ahumada alizaliwa Avila, Hispania mnamo mwaka 1515. Wazazi wake walikuwa wa ukoo bora na Wakristo wacha Mungu. Teresia pamoja na mdogo wake Rodrigo walipenda sana kusoma maisha ya watakatifu. Alipoona jinsi wafia dini walivyoteswa na kumfia Kristo, wakafaulu kuingia mbinguni kwa njia rahisi. Licha ya umri wake mdogo wa miaka 8 tu, Teresia alitamani sana kwenda Afrika ili apate kumfia Bwana Yesu katika nchi ya Waislamu. Lakini yeye na mdogo wake walipokuwa njiani wakielekea Afrika, mjomba wao aliwawahi akawarudisha kwa mama yao. Teresia akiwa na umri wa miaka 12 alifiwa na mama yake. Akaenda kupiga magoti mbele ya sanamu ya Bikira Maria kumwomba ampokee kama mwanawe. Baba yake alimpeleka akasome katika shule ya masista ili apate kumlea vizuri, lakini baada ya mwaka 1.5 akaugua sana. Ikabidi arudishwe nyumbani. Alipopona na kurudishwa tena nguvu zake, Teresia akamwambia baba yake, nataka kuwa sista. Baba yake akamwambia atafanya hivyo baada ya kifo chake. Alipopata umri wa miaka 20, baada ya kusoma barua za Mtakatifu Hieronimo, Teresia alitoroka nyumbani akajiunga na konventi ya masista wa Karmeli, akapewa jina la kitawa Teresia wa Yesu. Na hapo ndipo jina la Teresia wa Yesu lilipoanza. Baba yake alipopata habari akamruhusu. Baada ya muda, Teresia akapatwa na homa kali ya malaria iliyoendelea kumsumbua sana kwa muda wa miaka 3. Mwishowe, kwa kuwa daktari alidhani kwamba atakufa, akarudishwa kwao, lakini akapona, akarudi tena utawani. Hata hivyo, tabia yake ikawa imebadilika kidogo. Akaanza desturi ya kuzungumza sana na ndugu na rafiki zake katika chumba cha wageni cha konventi, na kuzungumza kidogo tu na Bwana Yesu. Na kwa hivyo hali ya utepetevu mwingi ilijipenyeza katika maisha yake ya kiroho. Lakini baada ya kusoma vitabu vizuri, akaanza taratibu kugeuza mwendo wake tena. Akakomaa kiroho na kusali vizuri zaidi. Akatambua kuwa sala ndiyo mlango wa neema. Kama mtu hasali, hawezi kupata neema, maana mlango umefungwa. Akatambua kuwa sala ndiyo mlango wa neema. Kama mtu hasali, hawezi kupata neema, maana mlango utakuwa umefungwa. Wakati wa ugonjwa alisali na kusoma kitabu cha maungamo cha Mtakatifu Agustino kinachomsukuma kujitoa kwa Mungu bila kujibakiza. Kitabu hicho wakati fulani huitwa The Confession. Wakati wa ugonjwa alisali na kusoma kitabu hiko kilichomsukuma kujitoa kwa Mungu bila kujibakiza. Katika nyumba nyingi za kitawa, watawa hawakushika kanuni ya maisha na walikaribisha wageni wengi kila siku, hata ikaharibu utulivu na ratiba ya maisha ya kitawa. Baada ya kuona hali hii, kwa miaka 25 tangu alipoingia utawa, akiwa amezoea kabisa kusali mara nyingi kulingana na utaratibu uliowekwa, Teresia aliamua kuanzisha jumuiya ya masista wa Karmeli walioinua kuishika kwa uaminifu kabisa ile kanuni ngumu ya Wakarmeli kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Masista wengi sana walikuwa wamekwisha zoea kuishi kufuatana na katiba ambayo tangu zamani kidogo ilikuwa imeendelea kulegezwa, na kwa hali hiyo masista hawakutaka kamwe marekebisho katika namna yao ya kuishi. Akiongozwa na washauri wake wa kiroho, Mtakatifu Francisco wa Borgia,
Mtakatifu Petro wa Lakatara na Bwana Yesu mwenyewe ambaye alimtokea na kumpa moyo ili aendelee na juhudi yake. Mwaka 1561 Teresia alianzisha konventi ya kwanza ya masista wa Karmeli wanaofuata katiba iliyorekebishwa. Katika miaka 20 iliyofuata, Sista Teresia wa Yesu alikuwa akisafiri sana katika nchi ya Hispania akifungua nyumba 17 za watawa waishio kulingana na katiba yake. Alifungua pia nyumba 15 za watawa wanaume waliofuata kanuni iliyofanyiwa marekebisho. Kila jumuiya ilikuwa na masista 13. Baadaye wakawa sio zaidi ya 21. Walikutana kwa sala za pamoja, sala za binafsi, hasa sala za moyoni zilikuwa sehemu ya utaratibu wa kila siku. Hawakuruhusiwa kuongea. Ruhusa ya kuongea ilitolewa kwa nadra sana. Walijinyima kula nyama, na hii ndiyo iliyokuwa desturi yao. Teresia aliwatia moyo akisema, msiogope wala msisumbuke, kila kitu kinapita. Ni Mungu tu ndiye habadiliki. Mvumilivu hula mbivu, Mungu tu anatosha. Mama Teresia, kama alivyoanza kuitwa, alikuwa sio mwepesi kuwapokea wasichana waliokuwa wakimuomba kujiunga naye. Sharti la kwanza kabisa lilikuwa awe na akili tambuzi, yaani busara nzuri na utu, kuliko kuwa na moyo wa ibada, kwa sababu mtu mwenye busara nzuri huweza kuyaona makosa yake, huwa ni mnyofu na yu tayari kuongozwa. Mtawa asiye na akili tambuzi, hata anapooneshwa makosa yake, hayaoni kabisa makosa hivyo. Kamwe hataelewa kuyafanya yale aliyotarajiwa kuyatekeleza jinsi aonavyo yeye, na jinsi mambo yalivyo kwake ni sawa tu. Hata kama angejaliwa moyo wa ibada na kufundishwa jinsi ya kufanya sala ya moyoni, ikiwa sista hana akili tambuzi, hangeneemeka kamwe, na badala ya kuwanufaisha wenzake angekuwa mzigo tu. Aliviandika vitabu vyenye mafundisho mazuri sana kuhusu maisha ya kiroho, navyo vinadhihirisha kwa undani hali halisi ya maisha yake mwenyewe ya kiroho. Barua zake nyingi zaonyesha kwamba kwa tabia alikuwa mpole, alikuwa mchangamfu na mcheshi. Aidha, alikuwa na moyo wa upendo. Vitabu vyake maarufu ni mosi, Njia ya Ukamilifu, Nyumba ya Ndani na Dhana ya Upendo wa Mungu. Mtakatifu Teresa wa Yesu alifariki dunia tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka 1582. Alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1622 na Papa Gregory wa 15. Mwaka 1970 Mtakatifu Teresia wa Yesu au Mtakatifu Teresa wa Avila pamoja na Mtakatifu Katarina wa Siena walipewa heshima ya kuitwa walimu wa kanisa na Papa Paulo wa 6. Wapendwa, tafakari. Ukishapokea Ekaristi Takatifu, funga macho yako ya mwili ili macho yako ya roho yafunguke. Kisha mtazame Yesu aliyepo katikati ya moyo wako. Mpendwa, ukishapokea Ekaristi Takatifu, funga macho yako ya mwili ili macho yako ya roho yapate kufunguka. Kisha mtazame Yesu aliyepo katikati ya moyo wako. Aliyasema hayo Mtakatifu Teresa wa Avila. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mtakatifu Teresa wa Avila, utuombee.
Mtakatifu Teresia wa Avila, utuombe tudumu katika kumtumikia Mungu. Tusali daima na tuwapende wenzetu.